Hivi kwa ajili ya kuja kumsikia Yesu anasema nini kwa ajili ya maisha yetu. Nishukuru sana wachungaji wote ambao mko hapa. Nishukuru kwaya zote ambazo ziko hapa, kwaya yetu kutoka Mvugwe, Nguvu ya Msalaba, pamoja na kwaya zote zilizohudumu. Mungu awabariki sana. Mtumishi wa Mungu Askofu Baragomwa, Mungu akubariki. Nimefurahi kukufahamu, nilikuwa nakusikia tu. Nimejisikia vizuri. Nichukue nafasi kuwashukuru sana waumini wa kanisa hili na hasa wazee wote wa kanisa. Mungu awabariki sana kwa kazi nzuri. Kimsingi hii ndio kazi mlioitiwa ya kumsaidia mchungaji. Kwa mujibu wa katiba yetu, moja ya kazi ya mzee wa kanisa ni kumsaidia mchungaji kutimiza kusudi ambalo Mungu amemuitia. Na kusudi mojawapo ambalo Mungu amemuitia mchungaji ni kuzileta roho za watu kwa Yesu. Kwa hiyo wazee wa kanisa, mnapoandaa makutano kama haya ili mchungaji awahubiri watu habari za Yesu, mnakuwa mmetimiza wajibu wenu. Tuwapigie makofi wazee wa kanisa. Ndugu zangu, kabla sijatamka kufungua mkutano huu, maana ni jukumu langu pia jioni ya leo, nichukue nafasi hii pia kumshukuru sana mchungaji Abeli, mchungaji wa kanisa la kambi ya jeshi la Waebrania. Mungu akubariki sana. Wewe pamoja na mama, kimsingi mnamfanyia Yesu kazi njema. Makofi ni kidogo, sijajua kwa nini. Na ninaomba niseme neno hili, watu wa Kasulu, especially maeneo haya, mnayo neema ya ajabu sana. Tumekuwa na watu wachache sana katika maisha ambao wamejitolea kumtumikia Mungu wakiwa katika umri huu. Mtu huyu kwenu mchukulieni kama fursa, msimchukue tu kama mtu wa kawaida. Kabla sijafungua, naomba nisome maandiko haya kwa ufupi, alafu niombe. Kitabu cha Mwanzo sura ile ya 3 sura ya 3, nianze ule mstari wa 8 na wa 9. Hasa pointi yangu iko kwenye mstari wa 9. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu ikitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Ule mstari wa 9, Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, uko wapi? 10, akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Bwana asifiwe. Muulize mwenzako, uko wapi? Makutano, mshike mwenzako mkono, muulize, uko wapi? Usije ukawa umejificha kwenye miti ya bustani. Injili ilianzia hapo. Tunaposema injili, maana yake ni swali linalomuuliza mtu, uko wapi? Yesu anamuuliza mtu, uko wapi? Roho Mtakatifu anamuuliza mtu, uko wapi? Mbona mahali ulipotakiwa uwepo uonekani? Ndugu zangu, kusudi la mkutano huu ni wewe ambaye hautampa Yesu maisha yako. Yesu anakutafuta jioni ya leo, na sio tu anakutafuta, anakuuliza uko wapi? Mbona mahali ulipopaswa uwepo hujafika? Mungu wakati anatembea bustanini, mahali alipozoea kumwona Adamu yupo,
Bahati mbaya siku hiyo anafika hajamkuta. Mungu anaita bustanini, anasema Adamu, uko wapi? Mbona mahali nilipotegemea nikukute sijakukuta? Uko wapi? Adamu anasema nimesikia sauti yako, nimejificha. Mungu anamwambia njoo, utakuwa umefanya kosa nililokukataza usilifanye. Ndugu zangu, jioni ya leo tulia, sauti ya Mungu inakuhitaji urudi. Sema amen. Sema amen. Umetembea huko na huko, yatosha. Leo sauti ya Mungu inauliza uko wapi? Ni vizuri useme niko hapa, usiseme nimejificha tena. Mungu akupe neema ya kumpa Yesu maisha yako jioni ya leo. Mungu akubariki sana kwa maneno hayo machache. Na sasa baada ya maneno hayo, kabla sijatamka kufungua mkutano, nimuite katibu wa jimbo, nimemwona amefika hapa. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Mkutano, ninawasalimia sana katika jina la Yesu. Mungu awabariki sana. Kwa majina yangu ninaitwa Mbaga Anthony Emmanuel, ni mchungaji wa kanisa la EAGT Kitagata. Wakati naandaa safari yangu kuja huku, baba askofu, makamu wa askofu alisema nije huko hapa na nisipite, lazima nije hapa. Na sasa nimefika, nimekuona, moyo umetulia. Barikiwe sana. Chapie makofi kiongozi wetu. Mungu akubariki kwa unyenyekevu. Naitwa mchungaji John Kenja, ni mchungaji na ni kiongozi wa makanisa ya EAGT. Na waalika, tumeanza pamoja na Mungu. Kila mmoja hakikisha atakuwepo mpaka mwisho wa mkutano. Zaidi ya yote, wewe ambaye hujampa Yesu maisha yako, hakikisha umempa Yesu maisha yako, afanyike Bwana na Mwokozi wako. Muda wetu hautoshi, siku hazitoshi. Matukio yanaonyesha wazi Yesu yu karibu. Unapopata fursa za namna hii, usiichezee. Funika macho sasa, tumwombe Mungu kwa ajili ya kumleta mtumishi wa Mungu. Mungu Baba unayeishi na kutawala, ni wewe uliyemwita Adamu akiwa amejificha na ukasema uko wapi? Nilizoea kukukuta mahali fulani, leo haupo, uko wapi? Na Adamu akasema nimesikia sauti yako, nimeamua kujificha, maana sasa sina nguo, niko uchi, nimetenda dhambi. Adamu alikuwa muwazi, alisema sina nguo. Nasi Bwana, tazama, wako watu kati yetu hawana nguo, wanahitaji kufikwa na wewe, wanahitaji wapokee neema ya injili leo na kesho na kesho kutwa. Namleta mikononi mwako mtumishi wako ambaye Bwana umemwandaa kwa ajili ya roho za watu wako. Mpe neno lako naye aseme na watu wako, na kila mmoja asikie mwako wa injili ndani yake. Neno lako likapenye, likafanye makao kwake, likamwitisha kila mmoja na kumpa kauli mbiu ya kuja kutubu na kuungama dhambi zake. Asante kwa sababu utamtumia. Naita roho ya miujiza mahali hapa, uponyaji na ishara tele zitokazo kwa Mungu zikafanyike kupitia mikono ya mtumishi wako, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Wote tuseme amen. Amen. Tumchapie Yesu makofi wakati mtumishi wa Mungu anakuja. Karibu baba, na Mungu akubariki sana. Bwana asifiwe. Nakusalimia katika jina la Yesu Kristo. Kwa majina naitwa mchungaji Abeli Jackson Kasela. Ni mchungaji mwenyeji wa kanisa letu hili zuri. Ninaitwa EAGT, kambi ya jeshi la Waebrania. Ni kanisa ambalo halifungwi masaa 24. Amina.
wakati mnaalikwa kufanya mazoezi huko kambini. Majeshi ya Bwana walioko upande ule, majeshi. Amen. Leo ni siku yetu ya kwanza ya mkutano huu. Kimsingi Mungu ametupa wiki hii ili tuseme wema alionao, ili tuseme fadhili alizonazo, tuseme uwezo alionao, tuseme miujiza alionayo. Sasa uniruhusu kidogo ni washukuru meza kuu, halafu tuendelee. Na pengine nikiwa sijawashukuru nianze kumshukuru mke wangu Mama Mchunga Sima Mafisi. Niseme asante sasa kwa ajili ya wachungaji ambao leo siku yetu ya kwanza ya mkutano wametufikia hapa. Kwa mafuta, ninyi ni watu wa thamani kwetu. Mungu awabariki. Na asante kwa ajili ya baba yetu askofu ambaye ameona vyema akubali mwito wetu kanisa la mahali pamoja kuja kutufungulia wetu huu siku hii ya kwanza. Baba askofu, tunashukuru sana na tunasema Mungu akuweke hai zaidi kwa ajili ya faida yetu sisi. Na kwa kuwa ni siku ya kwanza, tutaendelea kusema mengi. Ninaona nyuso mbalimbali ziko humu katikati yenu, wengine ni sababisho pia ya mkutano huu kuwepo. Kimsingi baba askofu na wachungaji mlioko hapa, kanisa letu la EAGT tumepata neema na upendeleo kwa Mungu, na Mungu amenifanya kuwa mchungaji wa watu wengi, sio kanisa mahali pamoja. Naona nyuso mbalimbali hapa baba askofu, ambao pia wameshiriki kuona kazi hii unayoiona hapa. Wameshiriki, lakini sio washirika kimsingi wa kanisa hili, ila ni washirika kwenye ufalme wa Mungu. Amen. Kutokea hapo, naomba mniruhusu sasa nihubiri. Tutasoma maandiko matakatifu ambayo kimsingi yana ufanano na kile ambacho baba askofu amekianza kama utangulizi, na hivyo nilihisi kana kwamba naenda kwenye ukurasa ambao nimeuandaa. Bwana asifiwe tena. Nisome maandiko matakatifu, kitabu cha Mwanzo sura ya 6 na mstari wake wa 3. Tutasoma mstari huo mmoja, alafu baadaye tutarukia mstari wa 13, alafu tutahamia sura ya 7 mstari wake wa 4, then tutarukia mstari wa 13, tutakwenda kumalizia mstari wa 20, kisha nitahubiri kwa kadiri ya uwezo wa Roho Mtakatifu. Amen. Biblia inasemaje? Kitabu cha Mwanzo sura ya 6 mstari wa 3. Ndiyo. Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama. Ndiyo. Basi siku zake zitakuwa miaka 120. 13 anasemaje? Mstari wa 13 anasema, ndiyo, Mungu akamwambia Nuhu, mwisho wa kila mwenye mwili umekuja mbele zangu, ndiyo, kwa sababu wameijaza dunia dhuluma. Asante. Endelea mstari wa 14 kidogo msole. Sema, ujifanyie safina ya mti wa mvinje. Ndiyo. Fanya na vyumba ndani ya safina.
Ndiyo. Ukaifunike ndani na nje kwa lami. Sura ya 7 mstari wa kwanza, Pastor. Sura ya 7 mstari wa kwanza. Bwana akamwambia Nuhu, ndiyo, ingia wewe na jamaa yako yote, ndiyo, katika safina, kwa maana nimekuona wewe mwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki. Mstari wa 4. Mstari wa 4. Kwa maana baada ya siku 7 nitainyeshea dunia mvua, ndiyo, siku 40 mchana na usiku, na kila kilicho hai nilichokifanya juu ya uso wa nchi nitakifutilia mbali. Mstari wa 20. Mstari wa 20. Maji yakapata nguvu, ndiyo, hata ikafunikwa milima kiasi cha mikono 15. Mstari wa 24. 24. Maandiko yanasema maji yakapata nguvu juu ya nchi siku 150. Amen. Kitabu cha Yohana sura ya 5 mstari wa 13 na wa 14. Ugeukie jirani yako wakati mchungaji akiandaa hilo, mwambie jirani yako mstari ule wa mwisho ni komesha. Amesema maji yakakaa juu ya uso wa nchi siku 100 na ngapi? Soma mchungaji kama umefika. Yohana 5:13-14 mwisho. Maandiko yanasema baada ya hayo Yesu akamkuta ndani ya hekalu, akamwambia, ndiyo, angalia, umekuwa mzima, usitende dhambi tena, lisije likakupata jambo lililo baya zaidi. Hebu mpigie Yesu makofi makutano. Amen. Nataka nikujulishe ujumbe ambao nataka kuuhubiri. Ujumbe wetu atakayekuuliza baada ya kutoka kwenye makutano haya, mwambie mchungaji yule mfupi mwilini, lakini ambaye Mungu amempa neema kuwa mrefu rohoni, amesema hivi, dhambi ni mbaya. Huo ndio ujumbe nataka kuhubiri, na nitaeleza ubaya wa dhambi, na hii wiki tutakuwa tukieleza ubaya wa dhambi, ubaya wa shetani, lakini bila shaka tunasema wema wa Yesu Kristo, Mwana wa Mungu hai. Bwana sifiwe, Bwana sifiwe. Nataka niseme kifupi habari ya ubaya wa dhambi. Watu ambao magorofa yao yako sawa. Hebu ngeukie jirani yako, mkazie macho kama unamdai, mwambie niangalie vizuri, mwambie swali ni moja, gorofa lako liko sawa? Dishi lako liko sawa ama linayumba? Bwana sifiwe, Bwana sifiwe. Nataka nieleze kifupi habari ya ubaya wa dhambi. Watu wenye gorofa timamu, watu ambao dishi alikuyumba, wanaitwa kina Yusufu, Waebrania safi. Bwana sifiwe, Bwana sifiwe. Maandiko yanasema hivi, yule mkewe Potifa akisha mwana Yusufu ni mwenye sura nzuri, sura ya kupendeza, Biblia inasema hivyo, naye Daudi alikuwa mwenye uso mzuri, uso mwema. Mtokee jirani yako, mwambie, hebu nikazie macho na wewe, nimeumbika sijaumbika? Mwambie nitie moyo haraka. Bwana sifiwe. Biblia inaposema Daudi alikuwa
na mtawa Potifa mara kwa sababu ana sura nzuri akamtamani. Andiko linasema hivi, akaanza kumbembeleza. Inasema siku kwa siku akimbembeleza, lakini naye asikubali. Hoja yangu wachungaji, dhambi ni mbaya. Haleluya! Yusufu akijua ubaya wa dhambi, hakuangalia losheni, hakuangalia kama yule mama. Haleluya, haleluya, haleluya. Mwambie jirani yako, nasikia upako fulani. Wiki hii tutamwona mwamba wa milele ambaye kazi zake ni kamilifu. Biblia inasema hivi, Biblia yangu inasema hivi, sijui ya kwako. Maandiko yanasema hivi, Yusufu asikubali. Kwa nini asikubali? Biblia inasema akiwa amembaranisha sana, akamwambia sikia, wewe unajua mmeo kanikabidhi vitu vyote, hakuna kitu ambacho anakijua, hakuna kitu ambacho anakijua, vyote nimekabidhiwa isipokuwa wewe. Kwa nini wewe? Wewe ni mkewe, bosi wangu. Lakini hoja yangu kubwa ni hii, anasema je, nitendeje ubaya mkubwa namna hii? Neno ubaya haitoshi, anamaliza kusema ubaya matokeo yake ni mkose Bwana. Dhambi ni mbaya, dhambi ni mbaya, dhambi ni mbaya. Yusufu anatujulisha dhambi na uwezo wa kumfanya mtu akamkosa Bwana. Sijui kama unanielewa. Punga mikono mleo kwa nafsi. Dhambi ni mbaya. Dhambi baingia kwenye ndoa mojawapo, itasababisha ukimwi. Dhambi ilipoingia kwenye ndoa iliyokuwa na mawasiliano mazuri, dhambi ilipoingia ile ndoa ilisambaa pika, maana dhambi ni mbaya. Dhambi, nina habari njema wiki hii mahali hapa. Maandiko yanasema ijapo dhambi zenu zitakuwa nyingi, zitakuwa nyekundu kama bendera ya mwamba, hata zisafisha. Haleluya! Namwona mama mchungaji anatabasamu. Mgeukie jirani yako, mwambie Yesu sio zaidi. Dhambi ni mbaya. Niliangukia dhambi miaka ya ujana wangu, nikawa natembea tumbo liko nje. Watumishi wa Mungu tukionekana hivi, tulionekana wa maana, lakini askofu wangu unaliona, niliwahi kutembea tumbo liko wazi. Tumbo liko wazi. Nikikutana na wanawake hawasira makunda na wakanyaga. Nakumbuka mdada mmoja nilimkanyaga buti moja, ana maji lita 20, akaanguka na ile lita 20 wachungaji ikamwangukia. Kwa nini? Dhambi ni mbaya. Mwalimu sana, punga mkono mwenye wote, kumbe ni walimu hapa. Bwana sifiwe. Ibada ya Jumapili, mwanangu huyo Madam Sala, ndio upunge mkono peke yako sasa. Usema hai Yesu.
ninawinda, nawaza hata ningejinyonga. Sioni raha ya maisha, sioni furaha ya maisha, maana dhambi imeingia ndani ya nyumba. Lakini Bwana wa majeshi, maandiko yanasema alikufa, naye kwa kufa kwake anawaleta watu wake kwake. Haleluya! Akasema, mtu wa Mungu, nimesikia wewe ukiomba, Mungu ana uwezo wa kukusikia. Nikasema ni kweli, hujakosea. Mimi nikisema mbingu huwa zisikia. Lakini ni mchungaji wa kipekee, ni miongoni mwa wachungaji ambao magofa yako sawa. Amina. Hatudili sana na matatizo kwanza, tunadili na roho za watu. Nikamwambia mwamini Yesu wawe. Akasema hapana, unajua nina dini yangu nzuri. Nikasema sawa. Na wewe unajua mtu wa Mungu leo, makutano ya hapa ama injili ya hapa, dini ya mtu hatutaitamka, maana dini wote tunazo, ila dhambi inawashinda wengi. Amen. Haleluya. Amen. Nikamwambia mwamini Yesu. Akasema hapana, nyumbani, yaani sisi misalaba imejaa nyumba yote. Sisi ni wale oji. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Akasema kaka yangu ni padri, akisikia naomba Yesu maisha atashindika. Na mimi ni miongoni mwa wale duniani wenye vichwa vidogo, lakini akili. Ina maana nilianza kusema, mgeukia jirani yako, ishi likoje? Bwana asifiwe. Amen. Sasa mimi na akili nyingi, ni miongoni mwa watu ambao akili zimejaa. Nikamwambia mwanangu, hakuna shida, mvuta hapo, nenda saa 12 za ibada zako za kizungu, kazipige zote uzimalize, lakini nakushauri njoo saa 4 shiriki ibada, njoo Jumatano shiriki ibada, njoo Ijumaa, nami nikijua ibada yoyote ambayo Mungu yupo. Bwana asifiwe. Nikajua mahali popote ambapo Mungu yupo, lazima badiliko alipate. Wiki mbili nikasikia simu, anasema baba, nimesali miaka mingi, kuna misalaba ya kutosha nyumbani, tukikofoa mpaka rosari zinadondoka. Hakuna kosa kitanda. Ni bora mama mshomele ninepe, mimi nibaki vile vile. Haleluya. Akasema kumbe nimeelewa. Nilikuwa sijawahi kuokoka. Yaani ndani ya wiki mbili wasikia habari. Ulivyosibabatua, kumbe hakujua. Sisi hatufundishi. Roho Mtakatifu ndiye yetu wachungaji majua. Yeye kusema na sisi. Amen. Tukampa sala ya toba. Leo amekuwa ni chombo chenye insha kali kinachofaa kanisa. Bwana asifiwe. Pokea neema ya wokovu wake. Pokea neema ya kumkabidhi Yesu maisha. Akasema, ukimgusa mchungaji, yaani mimi nakuwa nigusa. Maana huyu baba ametumiwa na Mungu mpaka niko hivi nilivyo. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Amen. Nasungumzia dhambi mbaya. Amen. Ubaya wake umekuaje? Biblia imesema hivi, Mungu alipoichungulia dunia akaona maovu yamejaa. Kisha maandiko yanasema akamwambia Nuhu mwanae, tengeneza safina, maana naona sasa kaboni imekuwa mbaya, kaboni imezidi,
mwisho wa wote wenye mwili sasa umefika. Kuna neno zito lilosema pale mwanzo, anasema kwa maana roho yangu haitashindana na mwanadamu. Anasema nitawafutilia mbali. Akasema ingia wewe na watoto wako haja ya kumuingiza. Maandiko yanasema hivi, maana nimekuwa na wewe katika kizazi hiki, wewe ni mwenye haki. Na jioni ya leo kwenye viwanja hivi Yesu anatafuta mmoja wapo ili amfanye kuwa mwenye haki. Kama mwenye haki, ukiwa mwenye haki umesalimika. Wangapi wananielewa? Biblia inasema hivi, kwa maana siku ya saba nitainyeshea mvua dunia yote. Sasa hivyo tena unaingia mwanangu, wakati nasoma yale maandiko ya wachungaji nikashangaa wale wanyama, wale ndege, tekniki iliyotumika. Maana nimewambia wanyama wa type moja, wa aina moja, wawili, ndege wawili. Nikawa najiuliza hata usiku, ni nini kilitokea? Maana amemwambia ingiza wanyama wote wawili. Nisikilizeni mimi. Nikawa napiga picha na lila wazo la kwanza lilomwendea Nuhu. Hawa wanyama ntawapataje? Hawa wanyama ntawaalikaje? Hawa tembo ntawaagizaje? Hawa nyoka, chako, kobogo ntawaalikaje na mamba wawili? Nao wamesikia mtu. Nikawa naona kazi ile, naona tembo wanakuja yote. Haleluya! Nikawa napiga picha, nikawa naangalia kwa jicho la kinabii, nikawa naangalia kazi ya Nuhu iliyokuwa pefu, aliyopata changamoto. Kwani wanyama wako wengi, bila shaka atapata mafunuo kwamba saa ya kuangamizwa vyote vinawahi imetimia. Sasa wamekuja tembo, wako mamia maelfu, ila wanapashwa waingie wawili tu. Maandiko tuliyoyasoma, Biblia inaonyesha kwenye ujenzi wa safina kwamba Nuhu akafanya vile kama Bwana aliyetoa maelekezo, mtamvinje, hapana kuendelea mulembela. Hakuna kugusa mkomamanga, hakuna kugusa mushindi na kala mse. Piga Yesu makofi wewe. Piga Yesu makofi wewe, ni mwamba. Sasa amekaa kwenye lango la safina, anaona maelfu ya twiga wanakuja. Halafu Nuhu anasema stop, ingia wa kwanza jike, ingia na wa pili tume. Hafla simama, twiga wengine wamekonda, wanamwangalia kwa macho ya huruma. Ni viumbe lakini wana signal, ni viumbe lakini wanahusia, ni viumbe lakini wanawaza. Hali hii hatujawahi kuiona. Wanyama wengi wakabaki wamekaa. Maandiko yanasema hivi, siku ya saba nitaileta mvua. Na ile mvua sasa ikanyesha. Masista wako mjini
wanakula bata. Nimekwambia Mungu aliumba. Kuna watu wameumbwa wanapewa majina, wengine wanaitwa namba 1, wengine wanaitwa namba 6, wengine wanaitwa majina namba 8, wengine wanaitwa namba 9. Sasa wale namba 6 wako mchini wakula bata. Namba 6 ni watu gani? Ni wale ambao mbingu ziliwatumia kama mtego. Walipoumbwa wakapewa udongo mwingi mahali. Wakiwa mchini wanatembea, wanatikisa. Hakuna aliyewaalika kutikisa, ila wenyewe wanatikisa, wanatikisa. Mbingu zinawaangalia zinasema, muhaya mujarudia, laiti mngejua, laiti mngefahamu. Piga Yesu makofi. Hebu mgeukie jirani yako, mgeukie jirani yako, mkazie macho kama unamdai hivi. Mwambie namna hii, nimewekwa mbele yako ili niwe mtego kwako. Muulize kivipi? Mwambie mhubiri, tumsikilize sasa. Mwambie kana mhubiri anayo majibu. Niseme nisiseme? Wakati wanyama wanaingia kwenye safina ile, wanyama wanashindana kuingia, wanataka mfahamu sawa zimefungwa. Wakati wanyama wanapambana waingie, wasalimishe maisha yao, wanadamu wako paa, wanadamu wako rosi, wanadamu wanafikisha. Ngoja nikwambie wewe, kila unachokiona duniani kiko kwa ajili ya mtego wa kukuhukumu. Kwa nini? Biblia inasema, Yesu anasema, imeandikwa usizini. Yesu anasema, lakini mimi nawaambieni, katiba ya mbinguni, sheria ya mbinguni imeongezeka. Kwa nini imeongezeka? Wameonekana watu wengi waliokamatwa nguvuni, wanapigwa kwa mawe. Muda huo huo wale wapiga mawe, macho yao, mioyo yao imejawa na zinaa. Yesu akasema, nawaambieni, yeyote amtazamaye mwanamke kwa macho ya kutamani, mbinguni tunaandika amezini. Na imeweka mitego. Wale namba 6 wanatikisa. Nikipima wewe baba, kama umekaa karibu na kijana au mwanaume mwenzako, mkazie macho, mwambie tangu asubuhi mpaka sasa utakuwa umezini na wangapi? Na ndio maana lazima tumpate Yesu barabara. Maandiko yanasema hivi, sisi tuliojawa na Roho, utu wetu wa kwanza Bwana anauua. Bwana asifiwe. Ngoja nikushuhudie kidogo tunapelekea kumaliza. Kakaja kadada fulani kamefunga na kitambaa, kitambaa chake cheupe kanafunga, kana macho kama glory, kalifanya hivi. Kama unajiandaa unaweza kadondoka. Mwambie jirani yako, hasa wewe. Haleluya.
akaingia kwenye nyumba ya kambi ya Waebrania. Aisee, wachungaji, kana nena kale kadada kama radi, kanazunguka kama radi. Baadaye katika kanisa nikakafuata, mbona umekatika kanisani? Kakasema kwa kweli mimi kule nilikotokea hawaimbaji watu wana kelele, hawaimbaji watu wameshuka kama mia. Ndio nilikuwa nipokee uchumi huo, kumbe kana mpedo mle ndani. Nikakapanga shoti kakarudi kanisani, kakapiga mwezi mmoja, baadaye nikatoweka tena. Nikakafuata na wainjilisti, wakati tunasindikizana kenyewe kako nyuma ya nini, akasema nisikilize baba, kwa nini sijaja kanisani? Kuna dhambi nilikuwa naifanya nikiwa kanisani. Nikakauliza, dhambi gani? Watumishi wa Mungu kule mnanisikia? Punga mkono kule ng'ambo. Yes. Sema haleluya. Ndio kile jirani yako mwambie sikia hiyo story. Akasema kuna dhambi. Nikasema dhambi gani? Ndugu zangu, kalichosema unaweza kuzimia. Niliyopanga kakaja kanisani hapo. Tumemaliza ibada, tumekaa pembezoni mwa kanisa hapa. Waumini wanafanya kazi mbalimbali. Kakasema hivi, yani paroko wa kigango hiki, nina mwaka mmoja hapa, tangu nimefika hapa, kule kuhubiri kwako kazi zako, nikawa mimi ndani kitoto kinacheza. Kwa kuhubiri kwako sana kazi mimi naona huyu siku nikimpata akalala na mimi, nikapanua sikio kama antena, nikauliza subira kandi, tuendelee au tumalizie kesho? Wanasema tuendelee. Hebu ungeukie jirani yako mwambie kama unaendelea kesho urudi tena. Kama unaendelea. Piga Yesu makofi na vigege. Nataka kusoma waliookoka kama sisi. Bwana anafisha miili yetu. Nikakauliza una akili? Akasema zimejaa. Amen. Nikakauliza tutafanyaje? Unajua kama nimeoa? Akasema ndio. Si mama mchungaji leo, namuelewa. Kwa hiyo tunafanyaje? Nikakauliza, je, tumuue? Tumepanda kitika. Yaani mimi nimuue cheupe dao na sana. Sema haleluya. Haleluya. Kubali mtego. Nikakauliza, tumuue? Kikaniambia neno ambalo sitasahau. Kinasema hapana, hatuwezi kumuua. Kuua ni dhambi. Unalima lima wafu simue. Wewe usizi sio dhambi. Haleluya. Mwamini Yesu utaweza kushinda dhambi. Mwamini Yesu utaweza kushinda dhambi. Maana peke yako huo mwili wako uliojawa na tamaa hautauweza. Hautauweza. Wanasema yale mambo yaliyokuwa mema na yale yaliyokuwa mabaya niliyoyakataa nalishangaa nayatenda, na yale mema niliyokuwa natamani niyafanye sikuyafanya. Nani atakaniponya na mwili huu wa mauti? Lakini baadaye anasonga mbele, anasema na tazama nayaweza mambo yote kwa sababu nyuma yangu yupo Yesu. Dhambi hatushindi kirahisi. Dhambi tunashinda tukiwa tumejawa. Roho Mungu akituingia anafisha miili yetu. Akasema kumuua ni dhambi.
kumutima ulasala wa kuzimuwe. Nikakauliza swali lingine, tutafanyaje? Akaniambia, ninakupa experience, nakupa uzoefu. Nikashinga sikio, uzoefu gani wa kuzimue? Akasema, kwenu ninyi wachungaji ni rahisi sana. Wewe unaaga mama mchungaji, unaaga wazee wa kanisa la kanisa. Nimepata sehemu na Kibondo. Tumeomba mweke wewe. Unaongea na sehemu ya Sultan. Hata ananiambia, yawezekana hisi mimi ni mgonjwa, ila mimi nataka nikutunukia zawadi ambayo utakufa bila kusahau. Na alegee kama ya chunga sasa. Haleluya. Amen. Hebu mwambie jirani yako. Piga wewe aicho wewe, mbona? Hey! Nakutamanisha wewe ambaye andiko mlangoni yakuetea. Maandiko yanasema Mungu akamwambia, hey, wewe kali wewe, naona moyo wako unakunjamana, naona sura yako unakunjamana, naona dhambi inapotea, lakini mimi ni Mungu nakupa mawazo kabla hujaanguka kwenye uovu. Nakupa shauri uvae mawazo ya kuishinda dhambi. Amen. Sikiliza tunapokwenda kumaliza. Tushote na sikiliza story. Nikasema tafadhali daktari, mimi na afya tele. Nikamwambia, naomba simu yako kwanza hiyo. Kwa nini simu yake kuomba? Alikuwa kananiletea message za matusi ya nguoni nzito. Simu imejaa. Mama mchungaji akiomba simu ya kumulikia, nampa nina mashaka kwamba akiziona hizi message mtumishi wa Mungu hawezi kuamini huyu mama kama huyo kilalandazo, huyo kilazulazo hajanipitia. Maana kuna maneno mazito. Na mimi nikaona jibu, umemaanisha? Are you serious? Kinasema yes. Serious before today. Yesu atusaidie. Amen. Tumalize kusema. Nikakaambia, sikiliza. Ile simu ilipoingia vile message vifupi, umemaanisha? Uko serious? Nikakuta vile message yote kameshafika kenyewe. Nikakwambia, shika simu yako. Sasa nisikilize. Hebu jiangalie kwanza migurumbata yako. Na mimi ni mtu wa ishi, najifanya muelewe. Amina. Ndio nikaanza kucharua. Nikakwambia, hebu jiangalie kwanza miguu yako. Unataka maneno magumu. Yaani kama naenda mbele ni kama rudi nyuma. Hivi hapo mimi nikaumiza, kama niumiza. Nichukua dada wewe. Pia Yesu makofi. Nikakwambia, hata kujisamanisha na mchungaji wangu. Yaani wewe kuenei hata mara 4 mara 5. Lakini kubwa zaidi, hata kama unakuwa nguo zako, Bwana ameshatujaza roho. Tunapika juu. Yaani makalio yako tunakanyaga. Mungu wa masiti. Maana tumeokoka na mili yetu imeokoka. Pia Yesu makofi na vigelegele. Ndio jirani yako mwambie, Bwana leo. Bwana leo. Jalo. Si vinginevyo. Ni lazima watu bila kukutana. Unafuya na sigai. Sasa ubaya wa dhambi tumalizie. Yesu aliponya mtu aliyekuwa ameparalyze, amepoza, baadaye akaendelea shughuli zake. Maandiko yanasema hivi, baadaye akakutana naye akamwambia, je, wasemaje juu ya mwana wa Adamu?
Anasema kweli, nikimwona mimi nitamwamini. Nasema naye ni mwana wa Mungu, ndiye aliyemponya. Nasema kama mambo yamekana na hiyo. Akaona, sikilize mwanangu, umeponywa leo. Amen. Sasa nenda zako, lakini usitende dhambi tena. Amen. Anasema ukitenda dhambi tena, ubaya wewe ugonjwa utakapokuja kwako unarudi mara pili. Hiyo watu nasema dhambi ni mbaya. Amen. Sasa unamwona pale, tunga mkono rafiki yangu. Mnamwona jamaa ameamba suti huyo. Wakati nakutana naye, alikuwa mmoja wa wasela. Anatembea busa. Mkono uko hapa. Ukiona picha zake zile, amekumbatia kijana wake vingine kama hizo. Yaani ile alikuwa anasema picha mama sioni. Nimesha uoso. Tunapokutana na baba yake ananiambia, baba yake ni Muislamu, amevaa kofia. Anasema, wewe kiendelee. Huyo Mungu uliye naye. Amen. Huyo Mungu uliye naye. Amen. Mtamasha mikoche. Anasema, tuliwekana wanted. Ni mwaka wa 7. Nimesema nikifa usishiriki. Na wao kifa zikanyaki. Huyo Yesu ni mwamba. Ikiingia ndani inafarakanisha baba na mtoto. Dhambi ikiingia ndani wanandoa wanakimbiana. Dhambi ikiingia ndani ya taifa linaharibika. Kweli. Amina. Mimina panda juu. Weka wimbo wako. Amen. Nataka mwanangu huyu aimbe. Amen. Alafu baadaye tutakupa nafasi ya kumpa Yesu maisha. Amen. Naomba mtu asiondoke. Amen. You never know kwa nini mkutano uko hapa. Yawezekana ukifanya haraka kuondoka kia kujishauri. Nataka tuimbe. Amen. Nataka tuimbe. Halafu wachache niwape nafasi. Mpe Yesu maisha. Natamani nione mtu leo amempa Yesu maisha, ili aanze kufurahia maisha. Tuliokuwa walevi leo ni wahubiri wa Injili. Tuliokuwa walevi leo tunaenda vituo vya polisi. Wakuu wa polisi wale ambao ghorofa zao ziko sawa, unaona ananyelekea, anasema, baba mchungaji, unajua huyu mtu si huyu, ghorofa lake liko sawa. Hapa nasema ninyi ndio mnaotuombea. Tunaishi kwa sababu yenu. Unajipima. Unapima na familia ambayo umetokeko. Sijajua familia ya vyema kule pakoje. Ile familia ya kwetu, aya, ni tena Kigongwe. Mpokee Yesu mama. Utapata raha. Sasa tusogee makutano wote tukaribia hapa. Tuanze wale wa karibu, msogee tu hapa. Nataka mwanangu akiwa naimba wimbo huu, tutafanya maombi maalum. Sogeeni makutano. Changamkeni, hasa tukianza na wenyeji. Akapashiki kama mama. Subiri kidogo watu wakiwa wanasogea. Rama saka. Sogeeni kabili watu wa Mungu. Leo ni siku ya kwanza ya mkutano huu. Na Yesu yuko hapa. Tutakueleza uwezo wa huyu baba. Tutakueleza kwa mapana. Tutakueleza ile neema. Mimi nakumbuka daktari wangu mmoja aliyenipima pale Kigoma, akaniambia niishi kuishi. Nikaenda stori moja pale Myanza. Daktari naye yule akanikatisha tamaa. Tutakueleza uwezo wa kuokoa alionao huyu mwamba. Piga
unashangaa na wewe naona unajenga tena. Hii ni vitu vya kushangaza sana. Sogeni tena tuona, hakuna shida. Ila kwa mshirika wa hapa kuelekea shangaa ni kama alijiunga na kanisa hili bila kujua kama ni kambi ya wanajeshi. Unaweza kukaa Tangwala, ni kwa sababu iko mbali tu. Ndio mimi. Wengine wakaoni sana kwa moto. Katibu wa kanisa letu kitaifa anasema mchungaji wake alikuwa na wachunga na urungu kanisani. Sasa achilia hiyo nyimbo. Kuna jambo nataka tufanye, na nimesema usifanye haraka kuondoka, maana huwezi ukajua kule mbele unakuwa na kitu gani. Hata mnako mambo karibuni tuweke mambo.
Nimesema dhambi ni mbaya. Binti aliyeimba, nyuma yake kulikuwa na mabinti wengi. Nikawa nachukua masaa 3 4 nafundisha, nasema familia zenu hawana hela kama mimi ambavyo kwetu hapakuwa na hela, na sasa shule imeshindwa kwenda. Lakini mkilisikiliza mkakaa vizuri, Mungu ana nafasi nyingine kuwapa tena. Maana Mungu haokoi kwa ukubwa wa elimu, Mungu haokoi kwa wingi wa fedha, Mungu haokoi hivyo. Dhambi ni mbaya. Wale wote waliokata ile shauri huwa nakutana nao wananikimbia, wamebeba watoto. Mwenzao leo Mungu anawapa neema, naimba. Mwenzao leo anapanda jukwaa na mume. Mwenzao nakutana nao wale watoto wananikimbia, maana wamebeba watoto. Dhambi ni mbaya. Funika macho yako. Miezi kama 3 nilikuwa pale mlimani. Mchungaji mmoja ameniita, nimesema nifunike macho nisikilize. Nikaangalia baba mmoja ametokea pale Manyufu. Amefika pale yadi, akagongwa na haisi. Alikuwa anabembelezwa juu ya ibada, yuko busy na fedha, na siku ile amegongwa ana begi ya hela pale, lakini hawezi kutoka tena ili aanze kuogota zile hela. Nilimpa ngona na mchungaji wake, ingia wewe kama na moyo mgumu. Nikamwambia ukisha kuwa na mchungaji lazima uwe na moyo. Nikiingia nikamwona yule miguu iliyosambuka, mpaka ni mnene, mguu umefumuka, paja limesambuka, damu kigeuza zinamwagika kwenye masikio. Yesu yule ameitwa ni wa kike. Mwanaume yule amefuliwa nguo, yuko uchi wa nyama, lakini anaogeshwa na mwanamke, wala hisia za ngono haziwezi kusimama tena. Akawa anageushwa na anageushwa na mwanamke, lakini hawezi kupata hisia za ngono muda huo. Anageushwa, anamwagiwa maji hapa sabuni, na mwanamke hawezi kutikisika. Ni nani leo unatafutwa na Yesu hapa? Ni nani leo unataka kujisalimisha? Maana ujue hata baada ya kutoka hapa, ujue wewe nini kiko mbele yako. Tutafurika macho yako, inua mkono mmoja. Mwimbaji mmoja anasema, nisikilizeni vizuri kwanza, shusheni mikono. Nataka mkutano huu muelewe, tuko serious kabisa. Nisikilize wanangu vizuri. Nimesema hatujui ni nani tunapotoka hapa. Mwimbaji mwanangu huyo amefunuliwa neema, anasema mbona tunaogopa kifo? Mbona tusiogopa aliyekiweka hicho kifo? Na hapa wote tunaogopa kifo, ndio ukweli. Mbona uogope mume? Mbona uogope polisi? Usimwogope aliyekuwa. Na tungeshua jioni ya leo, naomba umpe Yesu nafasi. Nani ambaye anataka kumpa Yesu maisha? Anasema mchungaji ape. Kama ni hivyo, nimegundua kifo watu wakiogopa. Nimegundua waume watu waogopa. Tumesahau aliyeweka kifo yu juu ya kifo. Maandiko yanasema, Biblia inasema ya kwamba adui wa mwisho wa kifo atakichukua maana na mamlaka, atakiambia mwisho, atakisimama anasema, uwapi wewe mauti na kutisha kwako? Huyo mwogope leo. Nianze kusema sasa, ni nani? Namuona mwanangu hapa yuko tayari kwa haraka sana. Wewe mwenyewe unayegeuka na una shauku, Yesu atakupa nafasi mwanangu. Nataka anayetaka kumpa Yesu maisha kwa kumaanisha, inua mkono wako. Unataka kumpa Yesu maisha, inua mkono wako, usiogope. Wala uinue kwa ajili yangu. Inua mkono vizuri tu mwanangu. Yesu yuko hapa. Inua tu vizuri. Inua vizuri, naona mikono mingi. Kwa ajili ya kazi hii Yesu aliniacha juu ya uso wa nchi. Ukiwa umeinua mikono yako vizuri, inua tu vizuri kwa nguvu, kwa ujasiri. Kwa nini kwa ujasiri? Nasema yeyote anionea aibu mbele za watu, mbele za wanadamu, nitamwonea aibu na mimi mbele za Baba na mbele za malaika. Sasa nifuate. Naomba mwape nafasi kidogo. Sogea tu mwanangu hapa, dada.
Sogeeni tu hapa. Asante sana wanangu. Yesu yuko mahali hapa. Naona tabasamu ya malaika. Naona tabasamu ya Yesu kwenye kiti cha enzi. Maandiko yanasema mwenye dhambi mmoja akisalenda, mbingu zinashangilia na malaika nao wanashangilia. Kwa mtu mmoja tubupo. Mmepata neema wanangu. Naona watu wengi mahali hapa, na kuna watu wengine nisikia Roho wa Bwana anashuhudia umejikaza, bahati mbaya haujui nini kinakupata baada ya hapa. Najisikia vibaya, mimi sijakuumba. Nafikiri aliyekuumba najisikia vibaya zaidi. Naomba unyoshe mkono mtu uliyebaki. Watu wamejinyima, wametoa mamilioni ya fedha, wanaagiza vyombo vitoke mbali, wanaacha kula vitu vya maana. Yes Lord, karibu rafiki yako. Shakamate, mpigie Yesu makofi. Rakapamosinte. Yesu yuko hapa. Unayemkataa ni wewe, ila wako hapa watu wanamkubali. Nifuate kwa maneno haya tu machache, watu wa Mungu, halafu nikishamaliza kuwaombea, baadaye tutaingia makanisani niwasemeshe maneno mawili, then tutaachana hapa. Mnifuate kwa maneno haya. Sema, Yesu, nimeinua mkono wangu, nimesikia habari zako, nimejikuta mimi ni mwenye hatia, mimi ni mwenye dhambi na sina haki yoyote. Ninasema kweli mbele zako na mbele za mtumishi wako na mbele za malaika wako, sina haki yoyote. Nimekuja kwako leo, ninaomba unirehemu, ili baada ya maisha haya, maisha ya ziki, maisha magumu, nije kuwa kwako. Yesu, nisamehe, liondoe jina langu kwenye kitabu cha hukumu, na uliandike leo kwenye kitabu cha uzima cha wenye haki. Nasikia furaha kukuamini leo, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ile sura yangu uliyoniumba nayo ya kufanana na wewe inirejee tena kuanzia sasa, katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, ingia ndani yangu, unisaidie. Asante Yesu kwa kuliondoa jina langu kwenye kitabu cha hukumu cha waliolaniwa, katika jina la Yesu. Amen. Basi tulia tu, kimeinua mkono wako hivyo. Nataka nikubariki. Baba Mungu wa Israeli, uliyeumba mbingu na nchi, ambaye kwa ajili ya kazi hii umenisaza juu ya uso wa nchi. Baba, asante kwa ajili ya ndugu zangu hawa ambao wameokolewa. Ninaona watu huzuni kabisa, ninaona watu ambao wanajuta kabisa, wanaona kwa muda mwingi wamepoteza maisha yao, wamepoteza heshima zao. Yesu, kutana na binti huyu mwanangu. Bwana atakurudishia maisha yaliyoibiwa. Utalia machozi ya furaha tu mwanangu kuanzia leo, na kwa ajili yake yeye kupigwa kwake mwanangu umeachwa huru katika jina la Yesu. Walinde, wape uzima. Ina ramosa ya mantaka robobosa ya ma katika jina la Yesu. Amen. Sasa naomba ninyi msitoke hapa, kaeni tu na watu wa Mungu, mkamweka hivyo hivyo usio. Wengine wote makutano, nyosha mkono wako mahali ulipo. Nataka tuombe maombi haya na wachungaji dakika chache. Nifuate tu kwa dakika chache.
na nitaomba wachungaji kesho mkija mpande majukwani. Of course nimekuja kuchelewa, naomba kesho mpande jukwani. Sasa funika macho alafu nifuate kidogo. Sema Yesu, mahali hapa, ardhi hii inashuhudia maisha yangu. Jioni ya leo sitaki kuondoka hapa nikiwa na laana, nikiwa na mashetani, nikiwa na magonjwa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ewe ardhi, sikia neno la Bwana kwa jina la Yesu. Natoka mahali hapa nikiwa mzima katika jina la Yesu. Inua mikono yako sasa, watu wote. Nataka niulete moto kwenye mikono ya mtu. Hata kama uko mbali umekaa, ungepaswa kufuata tu maelekezo yangu. Kwa dakika chache nataka niombe maombi haya machache, baadaye wachungaji watakubariki. Inua mikono yako kwa mahali kwa hivi kuna moto. Na tumemwambia Bwana tukitaki kuondoka hapa na chini. Kama una chini nataka nimwagie sasa ikuachie tu. Hata kama uko ng'ambo ama uko mbali, Mungu yupo hapa. Inua mikono yako dakika chache, nataka nimwapishe chini aliyoko ndani yako, kama yupo akuachie. Na hii ndio sheria sasa. Na hii ndio sheria sasa. Mara ya kwanza, inua mikono yako vizuri. Mara ya kwanza, wewe chini, chini mahaba. Mara ya kwanza, mara ya kwanza, sheria ndio hii hapa. Akawaita wale tenashara, akawapa uweza juu ya pepo. Haya, mara ya kwanza, mara ya kwanza, haya, mara ya kwanza. Huo mkono ulioinuliwa tunauatachi na moto wa Mtakatifu. Mara ya kwanza. Haya, 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 chini makata, chini makata, chini makata, chini makata, chini makata. Wewe, chini mahaba, wewe. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Haya lipuka, haya lipuka, haya lipuka, haya lipuka. Haya, huwezi kuzuia. Namuona huyo, namuona huyo. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pokea moto, pokea moto, pokea moto, pokea moto, pokea moto, pokea moto, pokea moto. Kwa jina la Yesu. Baba shekepa. Hayo watu wanapita. Hayo watu wanapita. Hayo watu wanapita. Kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sasa tengenezeni mlango. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amwachie. Hao hapo watakwenda sana. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Toka, 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 kanisani. Hawa wamefuata wote. Nendeni kanisani, mtakuja kuongea kanisani. Waelekezeni, waelekezeni. Nendeni nakuja kanisani kuongea na nyie mundani. Halafu nawaombea mundani. Haya, wale wengine sasa ambao sio wamefuata, mnasogea hapa. Rakapa shende na mama sakapa. Rekoseke. Nyie nakuja kuombea kanisani huko. Rakapa. Wengine sogea tu sasa. Achia viungo vyake, achia ila kuamuru na kuamuru kwa mamlaka niliyopewa na kuamuru
hauna mamlaka, hauna mamlaka. Weka, achia, 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 achia. Vifungo vyote vinalegezwa kwa jina la Yesu. Toka, mwachie, 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 mwachie. Achia vifungo vyote. Achia, 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 achia. Moto, 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 moto. Uweza, 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 uweza. Achia kwa jina la Yesu. 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 Kwa jina